kuna haki kweli kuwakosoa viongozi hivi sasa? Kweli. Sisi ndio wananchi, sisi ndio wanakwale, yani viongozi wetu hawajatufanyia wana hili na lile. Ni wakati kweli mwafaka. Sheikh Makidudu, wajua leo tukasema kwamba kuna makosa, tumesema kule nyuma kuna makosa. Na waona viongozi shekhe, wanapochaguliwa lazima kuwe na muda maalumu wa kuangaliwa zile kazi zao, sera zao walizotoa. Usingojee uchaguzi shekhe kesho kutwa. Maana atakimbia mbio kufunika mashimo. Kweli. Hata kama ni ovyo ovyo. Kweli, ukimwambia hujafanya hiki atakimbia afanye. Lakini angeachwa vile vile ule mradi wakati wa siasa sasa iwe ndio fimbo takatifu ya kumpiga yule mtu. Kwa sababu ukimwambia rekebisha hapa, umwamsha. Akirekebisha, alafu wewe itakuwa una sababu gani ya kumangusha? Na umemkosoa kama mwanadamu na sasa yeye amekubali makosa yake, amerekebisha. Na alikuwa akosolewe mwanzo. Yani tumemtia kwenye mwaka wa pili. Bwana wewe sera zako ndio pale, sera zako bwana umesema hivi. Tunaona bwana wewe umetaja vipenge 10 lakini huu mwaka wa pili umefanya kimoja tu. Ni vipi bwana? Hasa pale mnamkosoa, mnamwamsha. Pale sasa wajua kibinadamu sasa pale anaporekebisha inaruhusika. Kweli. Lakini uchaguzi mwaka 2027 uchaguzi ni kesho. Unamkosoa leo mwezi wa 6 mwaka 2026. Wamwamsha huyu mtu. Wamwamsha vibaya sana. Sasa alafu pia acha kumwamsha, pia hakuna nafasi ya kufanya yale ambayo kwamba alikuwa afanye. Kama ni kufanya ni yale madogo, na hata kiafanya sio haitakuwa standard. Haitakuwa standard. Kwa hivyo ile ni kosa shekhe. Watu wakosoe viongozi kwa muda baada ya kwamba ameshaguliwa muda mfupi, ndani ya mwaka 1.5 miaka 2 kulingana na ile sera yake ilivyosema. Manake viongozi wakitoa sera shekhe waseme mimi nitafanya hivi vitu ndani ya miaka 2 kabisa. Ikiisha miaka 2 anaitwa, wewe njoo bwana, wewe mheshimiwa, si ndio majina yetu mheshimiwa? Njoo tumeheshimiwa bwana, wewe ulisema bwana sera yako ina vipenge 10 na umesema ndani ya miaka 2 utakuwa umefikisha vipenge nusu. Mbona 2 tu peke yake bwana? Atajitetea. Mwambie bwana rekebisha hii hali. Na sisi baada ya mwaka tupatia mwaka ama miezi fulani wakishakuwa, maana yake ilikuwa na miezi 2 miaka 2 lakini hakuweza. Kwa hivyo nimpatie muda mfupi kwa sababu yeye makosa ni yake. Sasa kuanzia pale kama hakufanya na imefika bado mwaka atuone kwa uchaguzi, ni mwacheni shekhe. Atuone kumtoa tu. Kumtoa. Ndio mmepata viongozi wazuri. Namna hii ndio wananchi wanapata viongozi wazuri. Lakini si kwa sababu urafiki na mambo hii shekhe, hii nchi itasambaratika. Kwa hivyo mwelekeo wananchi tunawaambia kwamba wakuwe makini kuchagua viongozi. Naam. Kwa sababu ikiwa viongozi kama ulivyosema walipita, walikuwepo, kwa nini sasa wasikuwepo? Sasa hiyo ndio maswali. Na wale ndio wamezaa sisi. Wale ndio wamezaa sisi. Kwa sababu wewe kama kwa mfano shekhe, leo umpatie mfano shekhe. Uende kama Msamweni Hospital. Ufike umwe kwamba hakuna picha ya kifua. Subhanallah. Hakuna picha yani referral hospital moja kwa moja. Lakini ajabu ni kwamba unaandikiwa karatasi uende Sidna Fatma ama Mewa Kisauni. Naam. Ama pige picha uonyeshe majibu. Na ujue hizo hospitali za wenyewe hatu binafsi, lakini yeye amenunua picha ya kifua na kule utaenda kutoa pesa. Lakini serikali imeshindwa kununua kwenda kutoa pesa shekhi. Na hapa wewe umetoa ushuru lakini unakuwa rifadi kule, na picha ya kifua mtu binafsi amenunua lakini serikali imeshindwa kuweka picha ya kifua. Na pana kiongozi, je, pana ukweli hapa shekhi? Kuna ukweli. Na mengineo kama hayo ni mfano tu shekhe. Naona kwamba ujumbe shekhe ushafika. Kwa hivyo jukumu letu sisi raia na viongozi tumewazungumza hapa.